Kagera Sugar kama nilivyokuambia ni klabu ambayo wamiliki wake ni taasisi ya Kagera Sugar Limited. Na Misenyi sisi ndio nyumbani kwetu kabisa, sababu muda mwingi tunakuwa huko, mazoezi tunafanyia huko, na nature ya watu ambao tunakutana nao mara nyingi ni watu wa huko. Kwa hiyo watu wa kule kusema kweli msimu huu mimi mwenyewe nimeshangaa imekuaje. Wamekuwa ni watu wenye kujitoa sana, hasa katika mechi ambazo zinachezwa hapa. Yes. Kaitaba. Na watu wenye kujitoa, huwezi ukawaambia mashabiki eti jamani nyinyi mnajitoa sana, subirini kwanza. Kuna wenzenu wa Bukoba mjini tuko nao. Wanajitoa, wanakuja kusema kweli, wanasafiri umbali mrefu, wanakuja wanatupa support, lakini mashabiki wa Bukoba mjini ni mashabiki ambao tunawapenda sana 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 mno. Kwa sababu gani tunawapenda? Wamekuwa support. Vita zetu ni kama vita vyao, japo timu zao zinavyokuwa na timu zao zikija tukataa, lakini wanarudi huko au wanabaki? Inakuja moja wanaenda kwenye timu wanazipenda, lakini hao wanabaki kwa sababu mpira ni huwezi kumzuia mtu apende. Mpira ni mtu anapenda anachokitaka, lakini niwaambie tu mimi namba zangu mnazo. Napenda sasa rasmi viongozi wa mashabiki wanitafute kama kuna namna nzuri ambayo tunaweza tukaongea ya kuwafanya. Kwa hiyo hamna mawasiliano kwa sasa? Wawe karibu. Mawasiliano yapo nadhani, lakini unajua mashabiki wenyewe wa Kagera hapa katikati kama uongozi wao sio ikuaje. Kama mambo ni ndani sana, sidhani kama ni mazuri kuyaongelea hapa, lakini mimi nasema tutafutane, kwa sababu Kagera Sugar lengo siku zote ni kuweka watu pamoja. Yes. Watu kufurahia, watu kujivunia hii klabu, kujifeel ya kwao. Na mimi nasema muda wote mtu asika hata saa 4 usiku mimi nipigie simu. Kama kuna jambo la timu unaohusiana na Kagera Sugar, mimi naweza nikaamka tukaongea. Kama tunaweza tukalifanya, tutalifanya. Kama haiwezekani pia nitakwambia my brother au my sister kwamba hii naona kwangu siwezi. Yes. Lakini mimi ni mmoja kati napenda sana mashabiki wa Bukoba wawe kipaumbele, sababu mimi nawapenda kwanza, wanakuwa na vibe. Wewe unasema ukija unakaa hapa kwenye Kigoma kwa rasta hapa, ndo nakaa kwenye Kigoma. Mimi ningekuwa sina majukumu ya kufanya huko uwanjani. Yes. Siku mchezo mwenyewe napenda nijumuike katika eneo. Yes. Nikiwaga mtaani kwangu Dar es Salaam. Yes. Nasema Kigoma sasa hivi ni kizito. Yani wanaopewa kipaumbele, hata wachezaji wakifunga bao anawafuata wale mashabiki waliotoka nao kule kiwandani, si wale wa Kigoma cha hapa mjini. Umeona ndio tamashaji. Mimi niseme hizi lilo fulani ambazo vinakuwa havina umuhimu. Mimi nadhani tuwe wamoja, tupendane. Hayo mambo sio ya washabiki wachezaji wanafuata washabiki wao. In fact nimelichukua, nitaenda kuwaambia pia wachezaji jamani, nimepata kesi mjini. Yes. Watu wanaamika mkishinda mnaenda kwenye upande huu kwa nini? Nitawauliza kwanza wao waseme na kuna tatizo gani, lakini mimi naamini kila kitu kiko sawa. Na wachezaji wanapenda tena. Kuna siku Kigoma kisipokuja kwenye gari wachezaji wanakuambia kabisa maana Kigoma leo hujakiona. Yes. Kwa sababu kikipigwa pale motisha inakuwa, uwanja unachangamka, wachezaji wenyewe kwenye mchezo wanachangamka. Unaona kuna watu kule wameacha shughuli zao moja kutuangalia. Yes. Lakini nikusii tu ndugu yangu, chukua namba yangu tutafutane. Tutaongea, mambo ni mengi ya kuongea.